Les avons m'applaudissent. Wewe tuna kipaji, wacha kuigiza wewe. Bravo. Les grands du quartier m'ont dit bravo. Bravo. Hujambo mpenzi mtazamaji mahali kote ambako muda huko nasi ukizidi kutazama 104.5. Hapo ni kwenye radio ukitusikiliza, lakini kwenye TV ni kunako 695.25 MHz, ambapo sisi ni Mbegu TV. Kama unavyoangalia kwenye runinga yako, kwa siku ya leo tumekuja Kinyamwezi. Tuko kibabe zaidi ndani ya kipindi kikubwa Prophelatist. Kila siku kama leo nakujia kipindi ambacho kinachokuburudisha, kuletea mambo mengi au sio muziki au sio sanaa haya na yale. Na kwa siku ya leo tena nitakukujia na story mbili tatu za wana wanaofanya vizuri zaidi. Waya wanangu, niweze kuambia kwamba Festival Amani imeanza tangu leo ninavyozungumza hapa. Festival Amani pale Kiwelea, ambako tutakuepo pale jioni pale kwenda kuangalia, tutakuepo kesho asubuhi pale kwenda kuangalia kinachojiri, pamoja na wasanii kina Inos B ambaye nitamtafuta kwa udi na uvumba ili kwamba niweze kupata interview ya kibabe pamoja naye kuweza kuzongezea hapo kubwani. Lakini baada ya hapo, mpenzi mtazamaji, leo nitakuwa na story mbili tatu na mwana ambaye atakayokuwa mwaliko wa siku leo ambayo tutakayempata hivi punde. Lakini niko na watu ambao pamoja nami, kama mnavyojua kipindi ni kipindi ambacho kinaenda na watu. Bravo Artist kama jina lake. Niko na wanangu hapa, dada zangu, kaka zangu walionisindikiza kwa siku ya leo. Dada, amjamu uko bien? Jambo yenu mbele. Mupige mikono juu ya mwe wenyewe mbele. Mikono ya nguvu mimi nisikie bakwetu. Wasikia mikono ya badada haina saa ya bayaya, haina saa ya bave. Wanapiga mikono na maringo fulani, unajua zile. Bwana, nyuma ya kamera amekaa Sefrene Katambo ambaye anazidi kunifanya niweze kuonekana vizuri zaidi. Jean Kalenga akizidi kugusa vitu viweze kukaa sawa. Big up sana kwa mzee wa kazi Jonathan Fariala ambaye uko nasi kwa siku ya leo, ambaye uko natufanya kwamba tupate kusikika kwa mamilioni ya watu. Oya, bienvenue Kim inakuwa mzee wa kazi. Dada Abigail ambaye uko nasi kwa siku ya leo pia ni moja kati ya watu wanaotusindikiza, na dada Nyosi ambaye pia amesema salamu zake ziweze kufikishwa ndani ya nyumba kwa siku ya leo. Oya, tunataka kumpokea mvito wetu wa siku ya leo. Nataka ni vana cheka furahi. Nataka nimpokee mwaliko wangu wa siku ya leo. Tutakwenda wote kwa makofi na vigelegele. Tunampokea The Chief. Karibu kwa muziki moja kwa moja. Karibu kwa The Chief. Karibu sana mzee. Welcome. Karibu. Asante sana, makofi makubwa kwa ajili yake The Chief tafadhali. Yes. Asante sana kabisa mabibi na mabwana. Nimewaambia kwamba leo tutakwenda kuzungumza story mbili tatu na mwana ambaye ana rap vizuri sana. Ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri na walifanya vizuri tangu enzi zile. Unajua historia yake leo. Alianzia wapi, ilikuwaje, alianza muziki mpaka leo. Na tutakwenda kuona mambo yake ya ukweli anayoyafanyaga. The Chief, karibu sana. Asante. Tutumie lugha gani? Kiswahili, Lingala, Kifaransa? Français. Wananyua leo. Yes, wananyua. Makofi kwa ajili ya Français, pardon. Sema kipindi chetu tutajaribu kuchanga malugha juu Mbegu Television haiko tu ya Lubumbashi, tunasikika vema kupitia TNF watu ambao wako nje ya nchi, na prepare ya battery spectateur ya Mbegu unakutaka wako wengine Nairobi, wengine Dar es Salaam, unaona zile. So okay, tutachanganya lugha. Sawa. Ndoke na Lingala mwandambu sokyo lingio sola Lingala. Okay. Wala cheka Lingala yangu na bloke. Wow, kabisa. Kwa siku ya leo tutakwenda kuzungumza na The Chief ambaye leo tuko naye kwa siku ya leo kubwani. Ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri zaidi. Kaiser Chief ndio jina lako? The Chief. Kuna watu ambao wanakujua kwa jina la Kaiser Chief. Unawasahilisha? C'est vrai qu'il y a la plupart des gens qui ont l'habitude de m'appeler Kaiser Chief, mais mon nom de scène c'est The Chief. Wanafuita Kaiser Chief. Unajisikia gaje labda mtu akiita Kaiser Chief? Faut dire quand même que avant c'était ça, Kaiser Chief. Et puis après je me suis rendu compte qu'il y avait
une équipe de football en Afrique du Sud qui portait le même nom. Et du coup, j'avais des problèmes en fait. Samo Batakwa na Ndika The Chief, Kaiser Chief par Google. Bengine on n'a pas ta équipe ya football. Alors du coup, on s'est dit carrément qu'on change, que ce soit The Chief. Wow, kabisa. Bwana alikuwa Kaiser Chief. Kumbuka kwamba Kaiser Chief ni timu kutokea pale Afrika Kusini katika jiji la Soweto, ndiko ambako kunapatikana timu hiyo ya mpira ya Kaiser Chief. Sasa tukashangaa mwanetu tukajiita Kaiser Chief, lakini amesema alibadilisha baada ya kuona usije kutafuta kwenye Google Kaiser Chief akapata ile timu ya Ulaya. Sema big bro, leo nimekupokea kwa siku ya leo ambayo natamani kuweza kujua mengi zaidi kuhusu wewe, lakini kabla sijaenda mbali, siapina nifike mbali. Bienvenue Kim, uko na sisi? Bienvenue Kim. Bienvenue Kim, kama uko na sisi naomba nifanyie kitu kimoja. Tayari? Tuangalie huku. Makofi kwa ajili yake Kaiser Chief, the Chief. Makofi makubwa kwa ajili yake tafadhali. J'ai trop appris, tu sais, en côtoyant le rap, mais pour être à la mode, il suffit pas seulement de faire la trappe. Être rappeur ne veut pas dire perdre la raison. Reste aux élites. Asante. Makofi kwa ajili yake Kai the Chief ambaye niko naye kwa siku ya leo. Nataka kuuliza Kaiser. The Chief, labda ukiangalia hii inakukumbusha nini? Beaucoup de choses. Nataka sauti iwe chini kule. Sauti iwe chini tafadhali. Aha. Tufasiri tunakusikia. Ok. Ça me rappelle beaucoup de choses. Okay. Beaucoup de souvenirs. Une très belle époque. Une très belle époque. Oui. Hapo ndo kungali Kaiser Chief. Exactement. Hebu tuambie kidogo story kuhusu ngoma yenyewe. Kuna miaka mingi imepita zaidi. Ulivyoandika utunzi ulikuwa wapi nini? Tupatie kidogo uhondo tujue kuhusu ngoma hii. Ok. Le titre de la chanson c'est 1 gramme. J'ai réalisé cette chanson en 2016, si je ne m'abuse. Ok. Et je l'ai publiée en 2017 ou 2018, je crois. Yeah. C'est une chanson réalisée par Beans Création, le studio qui me produisait dans le temps. Et ça a été une très belle expérience. Hivi bado unakumbuka ngoma hii? Bado unakumbuka mashairi yake? Oui. Hebu tufanyie kwanza akapela yenyewe bila beat. Bila beat kwanza. Makofi kwa ajili yake The Chief. Atafanya ngoma yake ya zamani sana hii. Haya twende. Mashairi yenyewe. Nikikotola ushi. Hapana, si ni yako. Hata ni remix. Yeah. C'est sur des petites choses qui reposent des grands projets. Tu veux écrire un texte lourd, utilise les mots légers. Être rappeur ne veut pas dire perdre la raison. Reste au zénith, y'a rien d'extra à l'horizon. Tu prétends faire du rap des rues, mais t'as grandi dans une maison. Entre toi et la vie des gangsters, y'a aucune liaison. Makofi kwa ajili yake The Chief. Asante sana, bienvenue Kim, asante sana kwa kitu hiki. Nadhani kwamba kimekwenda kumkumbusha msanii wetu mbali zaidi. Oya mwanangu, nikiingia kwenye historia yako kindani kule, nasikia wewe uko slammer, unakuaga slammer, unakuaga rapper, unakuaga sijui poet. Hebu tuambie unawezaje kuweza kumudu vitu hivi vyote kwa wakati mmoja kati inakuwaje labda? Ni vitu vinafanana. Okay. Vinafanana sana. Parce que le rap et le slam ont quelque chose en commun, c'est l'aspect poétique. Okay. Il n'a quoi bitu, il n'a quoi na poésie à Mingindani. En fait, c'est vrai, il y a d'autres personnes qui vont être un peu choquées quand je vais dire ça, mais le rap c'est un art poétique dans le fond. Okay. Par ses origines, c'est quelque chose qui a des soubassements poétiques, tout comme le slam qui est d'ailleurs une forme beaucoup plus contemporaine de la poésie. Yeah. Et je pense que binafanana sana, donc kama tunafaa bila tufabia mingi sana, niko tu karibu sana. Wow, labda nikizungumzia huko slam, poezi mpaka ku yenyewe rap. Kitu gani ambacho unakipatia kipaumbele zaidi katika hivyo vyote? OK. Je crois que je suis rappeur à 50%, slammer à 30% et chanteur à 20%. Wow. Makofi kwa The Chief. Yes, thank you so much kwako Prince Daniski, mshika picha mzuri zaidi wa kipindi hiki ambaye tuko naye kwa siku ya leo, akiwa anatusikiliza, akiwa anatufuatilia pia, na niko naye mwamba, ni slammer, ni poet, ni rapper. Unataka leo tugusie nini sana leo? Mwenye chagua. Tuanzie kwa kanisa. Makofi makubwa kwa ajili yake tafadhali. Okay.
Hivi niingie kwenye rap yenyewe. Okay. Kwa sasa marapa wote hapa nyumbani kwetu Lubumbashi wanaanza kuingia kwenye afrobeat. Wameacha uhalisia kabisa wa rap. Unakuta mfano wengi wanaanza kupenda kuchezesha. Tunasikia tumesikia ngoma ya RG Kanyera kwa sasa amefanya Champagne. Ni ngoma nzuri, lakini ukiingia kwenye undani wa RG Kanyera ni rapa. Lakini ukija kurudi kwenye ngoma Champagne inachezesha watu fulani hivi. Na sio yeye mwenyewe Oxygene Bleduza ni rapa, lakini kwa sasa unasikia anafanya ni amapiano, mara anachezesha watu hivi. Udhani kwamba hali hii inaweza kapoteza uhalisia wa hip hop hapa nyumbani? Pas vraiment parce que tuanzie kwa RG, on a sema situation à RG. RG, je pense qu'il n'est plus rappeur. Il est complètement devenu chanteur. Mais il était rappeur. Okay. Oxygène, il est rappeur, mais je pense qu'il rajoute des sonorités beaucoup plus dansantes pour pouvoir toucher, je pense, un public plus large. Okay. C'est juste, il veut être polyvalent, je trouve. Aina Sema a dit dénaturé complètement. Contrairement à RG, lui qui est devenu complètement chanteur. Je crois que Oxygène reste RG Kanyera anakusalimia, unakuwa rappeur, unakuwa chanteur. Mr. Dragon, bonjour, t'es plus rappeur, c'est bon, c'est officiel. Makofi kwa RG Kanyera tafadhali. Huu ni ujumbe kwa ajili yake RG Kanyera. Hebu tuambie, hii hali ya kuimba hivi inaweza kupoteza uhalisia wa hip hop? Ukiangalia hapa Lubumbashi rap hainako tena. Tunapigia paka na The Chief, Petwetre na Hermic ndio anafanya rap. Hivi huoni kwamba kweli kweli muziki wenu wa rap unaenda kuzikwa? Mais kuna kwa bengine banakuya ba mingi d'ailleurs. Okay. Banakuya beaucoup plus mon rap. Abana mu afro. Yeah. Non, beko ko ba mingi sana, c'est juste que ils ne sont pas encore très connus, mais on a kuya tout. Beko ba mingi. Balakona di kombo la tout. Aba bakitambuka bengine banakuya. C'est ainsi. Wow. Bwana niko naye mwanangu ndani ya nyumba kubwa, niko sikia leo The Chief ambaye ninaye mhoji mawili matatu. Ukisema The Chief inamaanisha chief, ushasikia mshajitamka mkuu. Baba chief wa nini? Wa maombi. Makofi mengi kwa ajili ya The Chief tafadhali. Yes, kwa hiyo sasa nahitaji kitu kimoja kichezo huku kwake Jonathan Fariala. Alafu wewe na kuachia mic unaruka nacho. Jonathan Fariala, kama uko nasi, twende kazi moja hapo yake mwanetu anafoka mic hapo ukubwani. Twende kazi. Yeah. Okay. Je sais pas ce qui se passe quand je rappe, y'a un truc de magique. Peu importe l'instru, quand je pose la voix, ça devient classique. Et bien on le amène, encore une fois on les malmène. Encore un son d'une autre dimension que l'on vous ramène. C'est que j'envoie, c'est pas un album, c'est une bombe qui va s'étendre sur plus de 243 km à la ronde. Dis-leur que le mentaliste est revenu au meurt de sa forme. Cette fois, je vais frapper 10 fois. Nouveau son, nouveau record, punchline à la McGregor. L'image du rap d'ici, je redors, je nage à contre-courant. J'ai un problème avec les normes. Comme un aimant à côté d'une boussole, je leur fais perdre le nord. J'ai arrêté d'hésiter, j'ai décidé d'avancer. Désolé si certains se sont Makofi makuba kwa ajili yake. Je fonce, je les enfonce, je les envoie tous dans le décor. Comme une fusée je décolle, chacun de mes textes une école. Je donne des cours aux rappeurs, texte lourd avec des mots légers. Dis-moi, est-ce que tu te rappelles? Pour beaucoup je suis pas net, je viens peut-être d'une autre planète. Normalement même des fois je comprends pas tout ce qui sort de ma tête. Comme le torrent m'arrête. J'ai la hargne, j'ai la rage. Ouais. Yeah, je vais essayer d'y aller doucement, même si j'ai envie de relâcher ce que j'ai accumulé tout ce temps. Trop de choses dans les cerveaux, trop de puissance dans le flow, des milliers de capacités condensées dans le corps. J'ai l'impression d'être en même temps Tony Stark, Bruce Banner et Thor. Je crois que je vais laisser là. Makofi makubwa kwa The Chief. Chef wa baraperi ndo niko naye leo. Utanipikishisha mzee, utanipikishisha. Si nimesikia mwenyewe. Hip hop kama hizi tunazimisi sana nyumbani kwetu Lubumbashi. Kipekee hapa Katanga tunamisi sana form ya hip hop kama hii. Okay. Lakini bro, sasa niingie huko livorap hapo mwanangu, nimesikia Kifaransa. Hebu tuambie, rap Kifaransa kwako ndo inakuwa na influence kubwa sana? Oui, inakuwa na influence ya mingi parce que j'ai beaucoup écouté les rappeurs français. Okay. Beaucoup en tout cas. Na unadhani katika kurap Kifaransa utatoboa sana? Kidogo. Kidogo tu. Hivi umewahi kufuatilia nyimbo za Kiswahili za marapa wa Kiswahili? Oui, j'écoute. Hapa Lubumbashi kwetu watu wanaongea sana Kiswahili. Kibemba,
Chiluba. Nizungumzie pia na lugha za Kongo zetu ambazo tunazozungumza, Lingala, Kiswahili. Lakini kwa nini hauwezi kuingia kwenye mfumo wa kwanza kurap kwa Kiswahili? Naimba kidogo Mswahili. Kiswahili. C'est vrai que je suis beaucoup plus axé sur la langue française dans ma démarche artistique, mais dans Mswahili mnaimba ka. Yaani beat yako unaweza kufanya kwa Kiswahili. Ile tu. Hii beat. Tunaweza changer kwanza. Wabadilishe beat. Fariala tupropose beat nyingine. Nataka nisikie ya Kiswahili, sio kwa sababu nyimbo zako nyingi nikifuatilia ni Kifaransa, nyingi zaidi. Anaweza rudisha, hakuna problem. Arudishe kwanza. Rudisha ile beat ile. Tusikie hip hop ya kwa Kifaransa jamani, kwa Kiswahili sasa. Akirapu vizuri, mpigieni makofi makubwa. Akirapu vibaya kwa Kiswahili, tumzomee. Ile inaanza kwa mbaya, Sio vile. Ile inaanza kwa mbaya. Haya, twende kazi, Fariala. Minaanza kushikia na haya sasa. Haya je, sio Kiswahili. Si kwetu tena hapana Kiswahili Kalemi. OK. Du mal à y voir clair, ce n'est la chocata moto. On reste accroché à nos rêves, on se décolle à Tanzoto. Espoir ya mingi pansani. Joe plan à partir de rien et s'en sortir. Mon quartier, Joe plan, hakuna crise. Soit biku noir, soit biku blanc. Tunakome à pacho modèle, on veut pas se perdre comme nos grands. Commençons ma maïcha, bien afundisha. En classe, les jeunes sont absents, beaucoup préfèrent la rue. Comme là, c'est mon âge qui a qu'à un mot accent. Avant de changer le monde, nyanzie pomie. Nyache bibaya muani rumie. Anipe akiri sagesse na nguvu tele. Que je sois plus victime des mensonges diffusés à la télé. Tant que je vois Bandu Kwangu en train de... Wapi makofi kwa ajili yake za Chief. Asante sana Chief. Licha ya kwamba umechanganya na Kifaransa ndani mara Lingala, lakini inaweza kuwa vizuri zaidi ukafanya mwanzo mwenga Kiswahili. Umewahi kumfuatilia msanii anamuita Darasa? Nani? Darasa. Darasa wa Tanzania. Darasa. Peut-être najua nyimbo zake mais peut-être le nom. Mrembo, njoo tujenge malengo. Kikutizama naona nyuso kwenye mchengo. Nafanana na mtu aliyochoka na mwendo. Si nikupe namba yako nipegea OK. J'ai déjà écouté. Makofi kwa Darasa kwanza kabla sijaongea kitu. J'ai déjà écouté. Ouais. Darasa mnafanana sana. Kweli ya? Labda ndugu yako. Muonekano, kurapu ni kama Darasa. Sio ndugu yako yule? Peut-être inafaa kulizisha tu sana Hizo wa cousin. Kwa kweli. Makofi kwa Darasa tafadhali. Rap zako ninavyosikia ngoma zako nyingi ni Kifaransa kama ambavyo wanaongea. Ila kwa nini sasa wanakuitaga nouveau, aidha ujiite nouveau Tupac? Wakati yeye rap kwa Kiingereza, au kivipi umehusishwaje na umevutiwa na kitu gani mpaka unajikuta unajiita new Tupac, aidha nouveau Tupac? Tupac, dans l'ensemble, c'est une référence. Okay. C'est une icône en fait. Tupac, c'est un peu... comment dire? On en a... Bah chrétien, on a quoi na Jésus. Okay. Bah musulman, on a quoi na Mahomet. Yeah. Bah rappeur, on a quoi na Tupac. En fait, Tupac, c'est un peu le sommet en fait. Okay. De par sa notoriété, de par ce qu'il a accompli dans le rap, et du coup ça reste quand même assez logique que tout rappeur au fait en faisant ce qu'il fait, il veut au fait se rapprocher de lui, atteindre ce sommet là. Leo mimi niko London hapa, labda nikitoweka nikisafiri hapa Kumbegu naanza kuja mwingine chroniqueur. Yes. Akifanya kazi anasema jamaa kama London huyu ni nouveau London. Wakati mimi sipo tena. Hivi unataka kutuaminisha kwamba The Chief apart Tupac Mumonde ni The Chief? Ila na mimi nasema anyway. Nimesikia kwenye wimbo. Makofi kwa ajili yake. Nimesikia kwenye ngoma ulivyojiita mwenyewe nouveau Tupac. Kuna mwingine anajiitaka meilleur rappeur. Yupo hapa Lubumbashi. Na akajiita meilleur rappeur. Haya. Mwingine anakuja nouveau Tupac. Yaani alapsa c'est Tupac, il y a un nouveau Tupac qui est né. Ndio vile français yene. Ambaye amezaliwa. Akacheka français. Okay. Kwa sasa ikatokea ni hivyo. Sema ni Tupac mpya ndo niko naye leo. Hata kama Tupac ashakufa, tuko na mwingine Tupac leo. Ndo namaanisha hivyo. Yaani wewe jina sio jina. En dehors, à l'absence ya Tupac wewe upo. C'est-à-dire j'incarne en fait ce que représente Tupac. OK. Exactement.
Asante sana mabibi na mabwana, tuko naye mwanetu kwa siku ya leo kubwani, The Chief ambaye ni rapa mzuri zaidi hapa nyumbani kwetu, ambaye huwa anafanya vizuri zaidi. Bwana, umeshateka nafasi kubwa kwa sasa. Nikisema namaanisha intelligence artificial ambayo tayari imeshateka nafasi kubwa kwenye soko la muziki. Unakuta mpaka wengine kwenye nyimbo za mapenzi hawezi tena kuimba. Anaweza kaimba, unajikuta ni ndio anaimba, lakini ishaeva fast. Okay. Hivi wewe kama msanii hauoni kwamba hii itakuja kuharibishia soko la muziki, ama imeshaharibu soko la muziki? Oui. On peut dire que l'IA c'est un couteau à double tranchant. Okay. Ngambo ingine inakuwa nasaidia, ngambo ingine haisaidie tu sana tu. Parce que je pense que ce qui rend l'artiste assez spécial, c'est le fait qu'il ramène à l'existence ce qui n'existe pas au fait. Okay. Ça kama l'artiste a à recourir kuia, au fait, il y a plus d'inspiration, c'est-à-dire la magie de l'artiste est en train de disparaître et elle se meurt. Wow. Oui. Oya, niko na The Chief ukubwani kwa siku leo. Nataka niporomoke na ngoma nyingine yake hapa. Ili kwamba niweze kusikia mwana anafotelemka kwenye beat. Jamaa na rap kweli wanangu, yani siwadanganyi. Yani jamaa kirapu inasikia kama namsikia darasa ndani yake vile, unaona? Alafu anakuambia mimi sio darasa, Tupac. Tupac wa Lubumbashi ndo niko naye kwa siku ya leo, Tupac wa Afrika. Kwa hiyo nataka niweze kusikiliza kazi nyingine kwake Jonathan Fariala ambaye yuko nasi kwa siku ya leo. Tunaruka nayo kwa hii beat nyingine. Okay. So that's what he's up to. But I wonder what exactly he's got in mind now. J'entends pas très bien. Est-ce qu'on peut... Hebu bandisha sauti kidogo ya muziki. Or else why would he revive me in this strange Nini yako? Yeah. Okay. À force d'enchaîner des classiques, certains prennent pour un rappeur d'opéra. Ils m'entendent rapper, ils restent tous figés comme des captures d'écran. Laisse-les croire à leur marabout. Si la réussite a un prix, mon temps leur paiera. Rappeur à part, je suis en tout terrain. J'envoie des couplets à 1 téra. J'ai commencé bas dans les souterrains. Aujourd'hui, je suis high, inatteignable. Mauvaise nouvelle, j'ai plongé dans le game le pire. Je suis au meilleur de ma forme. Y en a qui vont perdre la vie, je préviens. Je vais pas y aller de main morte. Faudrait bien que quelqu'un se mette à rapper pour rappeler la place de chacun. Sinon, ça craint. C'est pas parce qu'il a raison que t'as tort. C'est pas parce qu'il gagne qu'il est le plus fort. Parfois la chance, pas la compétence. Ainsi va la vie, ainsi va le destin, avec ses bienfaits et ses conséquences. Je crois que pas les... Makofi kwa ajili yake tafadhali. Asante sana. Hivi The Chief, nikikwambia utoe ushauri mmoja kwa vijana wale underground ambao wanakuja nyuma yenu, ambao sasa pia wana ndoto za kufanya kama nyinyi wakubwa zao, wafanye nini? Wapitie wapi ili mradi wawe kama nyinyi? Je dirais simplement qu'ils puissent vraiment rester accrochés à leurs valeurs et qu'ils croient fermement à leurs rêves. Parce qu'il faut quand même qu'ils sachent que c'est pas facile la carrière d'artiste. Okay. Et donc qu'ils viennent avec cette idée en tête. Il faut pas qu'ils puissent croire que c'est facile, tu viens et puis voilà, tout. Non. Wow. Parce que c'est vraiment un monde avec beaucoup de problèmes, beaucoup de combats, beaucoup de... ils vont rencontrer beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles, mais qui restent fermes et qui croient fermement dans leurs rêves. Ouais. Ukiwa unatembea barabarani, ukutana na kijana mwenye kipaji kama cha kwako, ana rap vizuri, alafu ukamkuta kweli anajua kurap, unaweza kumpa zawadi gani wewe kama mkubwa yake? Vite à m'inviter à participer au Festival des Étoiles, parce que je suis promoteur de festival aussi. Je suis promoteur de festival de musique, et généralement, quand je rencontre un jeune qui m'éblouit par son talent, je l'invite. C'est ma façon à moi de participer, de donner un petit plus à sa carrière. Wow, makofi makubwa kwa ajili ya The Chief. Hii radio television Mbegu, mu emission yake ya sanaa na burudani. Okay. Ni emission inapitaga ku radio. Okay. Inakuwa presenter na huyu hapa. Okay. Emission inagusiaka sana ba jeune talent. Okay. Sasa tulikuwa tumefanyaka competition ya Mbegu Star Search. Okay. Premiere edition. Na kuna kijana alikuwa best rapper kwenye ile competition. Okay. Leo alivyosikia nitakuwa na mkubwa wake, akaniambia bro, na mimi nataka niwepo nimuone mkubwa wangu pale. Okay. Adidas Banks, karibu. Makofi kwa ajili yake Adidas. Makofi makubwa kwa ajili yake Adidas Banks. Adidas, karibu. Adidas, nakuletea mic hapa. Ongea na mkubwa wako, yuko hapa. The Chief huyu hapa, mwambie kitu. Bonsoir grand frère. Bonsoir. Adidas, c'est Adidas Banks. Adidas. Ok. Bonjour Adidas. Bonjour. Tu vas bien? Je vais bien. Ok. Nataka biti yote iwekwe waseme nayo.
Niwekee biti moja hapo Adidas Banks anasema naye. Alafu namsikia. Okay. Kama utaingia naye moja kwa moja wote mnaruka nayo poa tu. Okay. Oya twende biti. Ile uliyoweka mwanzo hapo kabla yake. Wanaandika free sijui free vitu gani pale. Ruka nayo Love Mwanetu pamoja na bro yake hapa wanaruka nayo. Huyu ndo alikuwa champion wa Mbegu Star Search première édition. Sawa. Na si kwa présence yake Ogi Fortina Kasongo. Ah, c'est lui qui a gagné. Oui, c'est lui qui a gagné. Félicitations. Haya. Aïe. Yoko. Aïe. DJ Calvin, holy. Histoire en mboka guerre na est ndeko ma titre zalaba pasi manque d'emploi isa premier chapitre bakangi mboka photo babakisi pe ba filtre babunda pona bisote c'est pas pour les titres tolembi bitumba tolingi kimia pe zala pays très riche mais population isolée lanzala les jeunes sont dans la rue c'est parce qu'il y a pas de boulot on vit comme dans la jungle logique ça c'est quel scénario politicien na veste publique aula takaba polo Congo eza sel payo licencié azokumba chariot banchik totanga tilelo boulot ezomona na te distraction communoi yango pe ezoboma santé ba jeune bakoti nzela ba perbi mela ba fiba oteka nzoto pona kozwelo kwa Sijasikia makofi kwa ajili ya Adidas Banks. Kwa chaba teri hey peur mutone zali sa cité na otuna papa pasteur kanise shokwa bien privé ako bien na fa commerce kujisha pom na mai mumisa na yoni business shitu mufane Yesu woko na larsa Bill Gates ba pasteur imashiku na manji makofi kwa ajili yake. moto hapana muita Roger Yesu chachisha rudia kanise kumu danger shitu na chomba momo na réaliser ma projet mutone zali sa cité. Nataka mkubwa shikilie pale pale jamani, makofi kwa ajili yao. Unaweza kushika moja kwa moja mkubwa. Yoko. Unaweza kufanya featuring naye hapa hapa. Hapa hivi. Aha. Okay. Kwenye beat unaruka nayo. Yeah. Well. Oh. Yeah. Yeah. Cette musique c'est ma vie, c'est mon reflet, c'est moi, c'est mon passé, mon avenir. Cette musique c'est un miroir en fait. C'est mes joies, mes pleurs, mes tourments, mes coups de cœur. C'est ma goutte de bravoure dans un bain de frayeur. Plus rien ne me fait mal, plus rien ne me brise, plus rien ne me frustre. Puisque j'ai toute mon enfance pour être triste. Plus rien ne me fait peur, plus rien ne me brise. Né par césarienne au fond, je suis le fruit d'un risque. Les couteaux dans les dos, les trahisons, j'ai l'habitude. Me relever quand j'ai tombe fait partie de mes aptitudes. Est-ce que ça va comme Makofi ça? yako wapi tafadhali jamani? Adidas sema na mic yako hapo. Sema na mic yangu. Yo. Adidas. Raison. Kaka yako yuko hapo, mwambie kitu kimoja. Ben, mina pendaka juste que j'en faka, mina mpataka il y a très longtemps. C'est un vieux que j'aime beaucoup. Merci beaucoup Adidas. Hauna cha kumuomba bro? Mimi wewe ningemuomba. Non mais il est bon Adidas. J'ai kiffé l'écriture, les punchlines. Non mais il est bon. Anapiga test ou bien? Est-ce qu'on peut encore applaudir s'il vous plaît? Makofi kwa ajili yake. Il peut participer mu. Bien sûr. Déjà, Déjà le Merci simple beaucoup. fait qu'il soit gagnant ici, c'est qu'il a gagné une place quelque part. wow, makofi makubwa kwa Adidas. Merci beaucoup Adidas. Asante kabisa kwa uwepo wako. Hebu nenda na Mike. Et puis ce qui est évident, c'est que ça tombe bien, je suis pas venu seul. Il y a le directeur de programmation qui est là. Ok. Donc je pense que ça va. Hapa watazungumza moja kwa moja. Il va bien discuter avec lui à la fin. Kabisa. Vijana kama hawa inabidi kwanza kuwa support. Unajua wanakuta kijana kipaji sana. Wakati alikuwa meheru wa Mbegu Star Search, television Mbegu ilimpatia envelope, ilimpatia mwimbo mu studio, ilimpatia diplome de mérite na mambo mengine na matrofe. Lakini tulikuwa tunahitaji nyinyi wakubwa mwanze kufanya vitu vikubwa kwa vijana wenu ambao wanakuja. Unaweza kuambia dogo unaweza sana. Mimi nakusemea studio 2 nini. Inakuwa inajenga sana. Wewe ni kwamba itachangia? Ni kweli. Wow. Sasa nataka kabla tuimbe ya mwisho, nataka niende kwa question moja hivi nitaanza kukuuliza unanijibu tiko tak. Tiko tak. Okay. Yani mimi nitaanza kukuuliza question. Okay. Ngoja ni Combien de secondes? Sio mambo unaweza chukua hata 1 minute lakini haiko mambo ya kuexplain. For example, ukiniuliza London ushakoa. Tazabo mimi nimeshaka mimba nikaachana ule bibi hapana vile. Okay, sawa. Yeah. Tunaanza hivi maswali yetu.
Jina lako la utotoni walikuwa wanakuita nani? César. César. Tuko na mkoa César leo ku plateau. Makofi kwa ajili yake César. Wow. Una umri gani? Miaka yako ni ngapi? 6e assertion. Makofi kwanza kwa ajili yake kabla hajasema. Hili swali nalirudilia hapo. Uko na combien d'années? Vous avez quel âge? 6e assertion. Makofi kwa ajili yake tafadhali. J'ai la trentaine. Combien? La trentaine. La trentaine. Oui. Donc ils ont atteint 37. Moule et tout. OK. Chakula gani unakipenda sana? Bukari. Makofi kwa ajili ya ugali. Na chakula gani haukipendi? Nakala. Benenda kala. Watu ya kale mimu kwako. Watu wa kale mimi benenda kala. Makofi kwa ajili ya ndakala. Watu wa kale nasikia hapo. Okay, unaamka saa ngapi? Pour de vrai ou je dois mentir? Usimentir, hapa ni vya vrai. 9h. Makofi kwa ajili yake tafadhali. Wow. Alafu unalala saa ngapi? Minuit, 1h. Mtu analala minere. Makofi kwa ajili yake the chief. Ni kitu gani cha mwisho unakifanya kabla ya kulala? Avant ulale, kitu gani unafanya yake ya mwisho? J'ai l'impression que j'ai pas très bien compris. Avant ya kulala, avant de dormir, qu'est-ce que vous faites ya mwisho? Parce que tushatoka makazi, ushakuwa hapa kitanda, unataka ulale. Unafanya nini kia mwisho? Kuomba Mungu. Okay, kumbe unaombaka. Makofi kwa ajili yake Mungu. Makofi juu ya Mungu. Okay. Ushauri gani umewahi kupata mzuri katika maisha yako? Toute ma vie. Je crois que ça a toujours été de croire en Dieu. Okay. Oui. Una watoto wangapi? 0. Una wake wangapi? Moi. Kitu gani akikufanyia mke wako hauwezi kumsamehe? En fait, il y a plusieurs niveaux de Swahili là. Makofi kwa ajili ya Kiswahili. Ça c'est le Swahili geste technique. Hapana. Mimi nauliza ile kitu kenye bibi yako akifanya jamais hauwezi msamehe. Bon. Le truc c'est que j'ai peur d'avoir mal compris la question. Unaweza rudia question kwanza pole pole tu. Chunga niseme kama unaweza kuwa na français. Nasema français. Ah oui. Quelle est l'erreur de ta femme que tu ne peux pas jamais pardonner? Mbona cheka sema nasema français anacheka. Bon. Makofi juu ya français ya London mbele. OK. Sasa kunicheka. C'est ça. Nijibu mfrançais mswahili. Hata mfrançais hata mswahili. Bon, mimi nabichanga. Pokala fatu butretre. Makofi makubwa kwa ajili ya mke wake, nasikia kwamba mume wangu nikimfanyia hiki kisha habari yangu. Bienvenue Kim, kama uko na sisi naomba screen. Bienvenue Kim. Kama uko na sisi naomba screen. Angalia ku screen. Nadhani umeona hizo emoji pale. Ni bebe moya. Hapana? Mimi nataka kupitia kidole chako utag yenye inasignifia situation yako amurezi ya sasa. Okay. Tuangalie sote. Tuangalie shebote ya tatage. Dada,
Mnaweza uchofa ukaloko sana. Chofe kaloko ona. Mimi naona sign up. Haina mo. Je viens d'after emoji ya bien sana ina. Juu kila emoji pale iko na signification yake. Mimi nataka moja tu yenye unaona kama situation yangu ya mimi na bibi yangu masiku iko hivi. Ya bien sana iko wapi banduku? Kuku ya kunani? Telecharger ko emoji ya roho. Makofi kwa ajili yake tafadhali. Yaani mke wake yuko rohoni. Alafu niachane na mapenzi. Niingie kwenye uchumi. Niingie kwenye uchumi. Niingie mu ekonomi. Chagua moja yenye inasignifie situation économique yako. Économique ou financière, il faut qu'on soit d'accord sur la question. Ok. Ile ni nini kwanza? Washanjika nini chini? Relax? Relaxed. Mino sayo ili pale. Ile gusa hiyo. Wasema gusa. Sio i. Ni i. Ile. Ile tu. Makofi kwa ajili yake. Anafanya. Ewana niko naye the chief kwa siku ya leo. Asante sana Bienvenue Kim kwa ajili ya kazi hiyo nzuri. Jonathan ashakuwa mwingine. Swade tuta twende na biti moja hapo iko hapo chini, anaruka na kazi yake hapa kabla tujaachana kwa siku ya leo. Haya, kuna kazi moja hapo ambayo haya, twende wote kama umeshakuwa tayari. DJ wetu utuwekee beat hapo, mwanetu anaruka nayo kubwani, lakini kwa kusubiria beat inavyotengenezwa public, kama kumtiko na question banye bako kule mbele, mic kwa ile nyingine, naomba umpe mic yule ana swali lake. Haya, karibu kwa swali dada, unajipresenter jina yako alafu natuambia swali lako. Merci, en fait moi c'est Noëlla. Ma question est celle de savoir entre l'argent, l'amour et la célébrité, tu choisis quoi sans réfléchir? Entre l'argent, l'amour et la célébrité, vous choisissez quoi sans réfléchir? Ben l'amour. Ok, merci. Oui. L'amour. Makofi kwa ajili ya l'amour, wapenda nao wote, makofi kwa ajili yenu. Je crois que je vais expliciter au fait. Même pour gagner de l'argent, il faut avoir l'amour de l'argent. Nani mwingine ana swali? Kuna swali lingine kule ama? Naomba swali lingine kule. C'est bon, j'ai répondu à la question? Ah oui, ça va, merci. Ok. Asante sana. Hakuna ingine question? Kumbele hakuna question? Hakuna. Bolo papa. Sasa si baramuke sasa hakuna. Aya, kwa sasa nadhani ameshakuwa tayari mwanetu. Oswalde tu tatuene na sound yako kwa tusikie. Hajacheza bado, sijasikia saundi. Ruka kwa hiyo. Yeah. Poids lourd comme un ganou. Wow. Yeah. Yeah. Chaque jour par amour, j'écris pas tout. Je suis le nouveau Tupac Shakur. Poids lourd comme un ganou. Je suis un homme des raisons, mais crois-moi, j'ai de quoi les rendre fous. Qualité par milieu du talent, j'en ai en quantité. Validé par les grands, mais j'ai pas pris la grosse tête, j'ai pas varié. Contre moi, ils ont parié. Pas de chance là, comme cul, j'ai les grailles. L'étendue de ma force, tu n'as pas idée. Avec brio, le game, j'ai les manié. Ennemi au tapis, sans aucun effort. J'ai tué des carrières, j'ai beaucoup d'erreurs.
Non, je plaisante avec plaisir, j'appuyais sur la détente. Chanteur ou pas, moi je fais ce qui m'échante. Bonne oreille musicale, je l'ai fait comme je l'entends. Comme je l'entends, comme Zlatan. Me regarde pas dans les yeux, j'ai des arcanes lunaires. Longueur d'avance de plusieurs années-lumière. On va m'arrêter, mais par qui? Personne, si tu veux on parie. Disons que depuis me 10 ans, je suis tombé dans des terres. Depuis les temps, ils tentent de me mon élan et toujours quoi qu'ils le fassent. Virer voltant, je leur prends plus des. Ils comprennent même pas c'est quoi qui se passe. Je m'arrête là seulement. C'est parce qu'il y aura des blessés dans ce truc. Ouais, makofi kwa ajili yake The Chief. Langu jina ni best of the best. London mshalangwa Israel. Mtata mkalo wa mix. Mwamba huyu hapa. Mwalimu wako ndo mwanafunzi wangu Mr. Kobe Kakare. Kajifunze miaka 10 ndo urudi kushindana na mimi. Oi Mwamba, hili sio dawa bali kipaji ni ajira. Mimi ni mbegu ndogo na weza mti mkubwa. Usinilinganishe na sishindana na mtu. I'm the KBI King of the best interviews. Ndo jina langu, The Chief. Yes. Unalipi la kushina fans wako ambao wanakutazama kwa siku ya leo? Alors mes alliés, mes gens bien, mes merveilleux. D'abord bénédiction sur vous parce que vous me donnez énormément de force et je vous donne rendez-vous ce 11 avril au complexe Kiwele pour le tout grand festival à Mani, The Chief aka Kaiser, je serai sur scène, donc venez très très nombreux. Le billet il est pas cher. Je peux dire combien il coûte ou pas? Mzee akisema Kifaransa ndo sisikii. Asante sana mzee, nashukuru sana kwa interview leo ambayo umekwenda kuturuhusu kuweza kufanya na wewe kwa kipindi hiki cha leo. Kabla hujaondoka, unasema nini kuhusu kipindi hiki? Très belle émission, très belle initiative, très beau plateau, très beau public. Merci. Na biblika unababwaka, simseme merci. Una biblike. Kama false. Bwana, nyuma ya kamera alikuwa amekaa Naomi Mulenda, lakini pia alikuwa Abigail Longo, na upande wa pili alikuwa mzee wa kazi Jean Kalenga ambaye alikuwa kitufanya tuweze kuonekana vizuri zaidi, pamoja na Believer Vihamba ambaye alikuwa pamoja nasi. Oya mwanangu alikuwa kwenye mashine yake ya ukweli Jonathan Fariala, lakini kachukua uskani wake Oswald Tuta, lakini pia alikuwa mwanetu wa ajabu zaidi Bienvenue Kim akizidi kufanya muweze kuona vitu vya ajabu kwenye screen yetu. Bwana, kipindi kinaunganishwa pia naye mzee wa kazi Eve Kapend ambaye ni mmoja kati ya wana wanaotusindikiza kwa hatua moja ama nyingine, lakini asante sana kwake mshika picha mzuri zaidi anamuita Prince Daniski ambaye alikuwa pamoja nasi kwa siku ya leo ndani ya kipindi cha Kibabe. Oya wanangu, jina langu nimeshalitaja hapo awali. Big up kwa wote ambao mlikuwa pamoja nasi pamoja na wewe kwa kipindi kingine kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa herini. Makofi kwa ajili yetu. Les grands du quartier m'ont dit bravo.